Kina mama wajawazito baadhi wakiwa wakiniuliza kwamba mama mjamzito anaweza kula magadi au kutumia magadi kwa sababu mbalimbali, labda anakuwa anapata kiungulia na sababu nyingine nyingi sana. Wengine wakasema, je, anaweza kula majivu kwa ajili ya kupunguza kiungulia katika kipindi chake cha ujauzito? Kama ulikuwa unajiuliza hivyo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini ili uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja wa mfuatiliaji wangu hapa anaitwa Feliciana Masawe, anasema, jamani, mimi nina mimba ya miezi 5 ila nakula sana magadi. Huwa yana madhara gani dokta? Anajiuliza maswali. Sasa ukanda wa kaskazini mashariki, haswa watu wa Moshi, Arusha wanatumia sana magadi, na magadi haya inasemekana wanatumia zaidi kwenye vyakula. Kwa mfano wakiwa wanapika makande, wakiweka magadi yanaiva haraka sana. Lakini vile vile wengine wanaweka magadi kwenye mikate, wanaweka kwenye maandazi na vyakula vingi sana. Na napozungumzia magadi, nadhani hamna utofauti sana na ile baking soda ambayo huwa inatumika kwenye baadhi ya vyakula vya unga, kwa mfano kama mikate, maandazi. Kuna baadhi ya watu wanaweka na vyakula vingine vingi sana wakiwa wanatumia. Sasa inategemeana na sijui yakuwa na maanisha nini, lakini mimi najua magadi ambayo nayafahamu yanakuwa katika mfumo wa unga, kama unga fulani, au kama wanaita unga wa fuele, ambao mara nyingi inakuwa kama chumvi fulani hivi. Sasa wengine wanaweza kawa na lamba, na wengine wanakuwa wanakula, wengine wanaweka kwenye maji, yakiyeyuka wanakunywa. Wanasema inawasaidia kuweza kupunguza kiungulia. Je, wanaweza kutumia wewe kama mama mjamzito? Jibu ni kweli kwamba inapunguza kiungulia, lakini hatushauri mama mjamzito kuweza kutumia baking soda, haswa kwa yule ambaye anakuwa anakula, analamba, au ameichanganya kwenye maji, anakunywa yale maji kwa kiwango kikubwa sana. Mara nyingi unaweza kutumia kama umeweka kwenye chakula, labda keki, mikate, kwenye makande yako kwa kiwango kidogo. Mfano unaweza kukuta umeweka kijiko kimoja lakini kikasambaa kwenye sufuria nzima ambayo ilikuwa ina kande, na mwisho wa siku kila unakula kiwango kidogo sana. Tunasema usitumie magadi soda haya haswa kwa kulamba, kula yakiwa yenyewe kama yenyewe kwa kiwango kikubwa, kwa sababu magadi soda au tunaita haya magadi, mara nyingi ndani yake yana kemikali, na kemikali yake imeundwa na sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate manake ni muunganiko wa sodium, hydrogen, oksijeni na carbon, kwa wale ambao walisomea kemia. Sasa sisi tuna changamoto kubwa na hii sodium, ambayo ikiingia kwenye mwili wa mwanadamu huwa inasababishwa maji yaweze kubakizwa, na mwisho wa siku mama, kama ulikuwa na pressure ya ujauzito, au inaweza kuongezea ukapata pressure ya ujauzito, au kama na pressure muda mrefu ukapata ujauzito, basi pressure yako wakati mwingine kudhibiti inaweza kuwa changamoto, kwa sababu maji yataongezeka na mwisho wa siku inaweza kuleta changamoto. Lakini inapotumika kwa kiwango kikubwa sana, huwa inaweza kuleta changamoto, haswa kwa wale ambao wanakuwa wanawekewa kwenye drip, kwa sababu hata hospitali hii sodium bicarbonate huwa inatumika haswa kwa wale ambao wanakuwa na changamoto ya kutokuwa na msawazo wakati ya asidi na base. Manake kwa mfano kama mama au mgonjwa akawa na changamoto ya metabolic acidosis, manake ana asidi nyingi kwenye damu yake, basi wanaweza kumuongezea ili kuweza kuibalance na kuineutralize au kupunguza ile asidi. Kwa hiyo inaweza kusaidia kuweza kupunguza hiyo asidi. Hasa matumizi makubwa sio salama sana kwa mama mjamzito, kwa sababu inaweza kupelekea metabolic alkalosis, lakini mara nyingi kwa hao ambao wanakuwa wametumia kwenye njia ya drip. Lakini kwa hao wanaolamba, basi shida yake kubwa ni hiyo ya kuweza kusababisha kwamba maji mengi yakabaki, unakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata pressure, na kama ulishakuwa na pressure ukapata changamoto, mwisho wa siku aishia kwenye dalili za hatari za kuelekea kuwa na kifua cha mimba, au mwisho wa siku ukapata kifua cha mimba kwa sababu tu ulikuwa unatumia. Sasa kama sijui lengo lake huyu Feliciana alikuwa anatumia kwa lengo lipi, lakini kuna wale ambao wanakuwa wamezoea, au kuna changamoto ambayo kitaalamu tunaita pika. Mama anakuwa anapenda kula vyakula ambavyo havimeng'enywi, na wakati mwingine sio vyakula ambavyo anaweza kana kula mchanga na kula udongo kama tunavyosema baadhi ya kina mama wajawazito. Sasa kwa mama ambaye anakuwa anakula haswa kwa mfano kama majivu, hawa kina mama tunasema wanaita geophagia. Sasa ukiwa na changamoto ya geophagia, mara nyingi unaweza kaangalia damu yako kama iko vizuri. Kama una upungufu wa damu, basi kuna muunganiko na ulaji wa majivu na ulaji wa magadi. Lakini kama unatumia magadi kwa ajili tu ya kupunguza kiungulia, basi kuna mbadala wake. Kwa mfano sisi hospitali
kuna PPIs ambayo unaweza kutumia, dawa kama omeprazole na dawa nyingine nyingi sana. Hiyo nimeitaja kwa sababu inapatikana kirahisi. Lakini vile vile kuna dawa nyingine za kunywa ambazo ni syrup. Na mama mjamzito anaweza kutumia calcium carbonate. Sasa calcium carbonate na sodium bicarbonate ni kama kitu kimoja, japokuwa kuna utofauti wa ile ina calcium hii carbonate alafu ile ina sodium. Hasa calcium mama anaweza kuitumia na inaweza kumuongezea afya katika kipindi chake cha ujauzito, kaimarisha mifupa na afya yake ya ujauzito. Sasa na shirika la afya duniani linashauri mama anaweza kutumia hizi dawa ambazo zinakuwa na calcium carbonate kwa ajili ya kupunguza kiungulia. Lakini jambo moja la kuzingatia ni kwamba unapotumia dawa yoyote au antiacid yoyote inayopunguza asidi kwa ajili ya kupunguza kiungulia, kupunguza ile hali ya tumbo kuweza kuwaka moto, ni vema kuhakikisha kwamba kama natumia madini chuma, yani ile FeFo, mchanganyiko wa ferrous sulfate na folic acid, utofautishe mbalimbali kwa masaa mawili. Kwa mfano ukitumia dawa yenye antiacid ambayo ina calcium, kwa sababu calcium inapunguza ufyonzwaji wa madini chuma kwenye hizi dawa za FeFo, ambayo wakati mwingine inaweza kupelekea mama kwao tena kwenye changamoto ya kutokuongezeka damu vizuri. Kwa hiyo kama ulikuwa unapata kiungulia, damu yako iko chini na unatumia zile dawa za kuongeza damu, uko unatumia antiacid ambayo ina calcium ndani yake, ambayo mara nyingi tunazirecommend hizo, na unaweza kutumia dawa nyingine za kuweza kupunguza kiungulia. Lakini kama unatumia yenye calcium, ni kama calcium carbonate, ni vema uhakikishe kwamba kama umeitumia hiyo dawa sasa hivi, ukae masaa mawili ndipo utumie dawa ya kuweza kuongeza damu ili kupunguza ile changamoto ya mwingiliano na kuweza kuzuia ufyonzaji wa madini chuma. Kwa hiyo mama mjamzito, unapokuwa umepata changamoto ya kiungulia, wewe nenda hospitali. Usitumie majivu, kwa sababu majivu yanaweza kawa na wadudu mle ndani, ukapata maambukizi ya vijidudu. Wakati mwingine majivu yanaweza kuwa ni sumu au kuna tegemeana. Kwa mfano majivu ambayo yanatokana na baadhi ya, kwa mfano kama tunaita chako, sio mazuri sana kuweza kutumia. Lakini vile vile kuna baadhi ya mimea sio mizuri sana kwa sababu inakuwa na sumu, hasa kama hii mimea ambayo inaambatana na matumizi ya sigara. Sio mazuri sana majivu yake, na hayototibu kiungulia, lakini atakupunguzia kiungulia hicho kwa muda fulani, na mwisho wa siku changamoto ya kiungulia itaendelea kuwepo. Kwa hiyo matumizi ya magadi kwa mama kama huyu Feliciana kwa kula si salama kwa mama mjamzito na haturuhusu. Lakini kama mmeweka sijui kwenye mikate, makande, kwenye vyakula kidogo, ukatumia vyakula ambavyo viliwekwa magadi, inakuwa haina shida yoyote. Na vile vile tunashauri kwamba uende hospitali ujue changamoto unayopata ya kiungulia inatokana na nini. Wakati mwingine unaweza kuwa unapata maumivu haya hapa sehemu ya juu ya tumbo, pressure yako iko juu, kumbe una changamoto ya dalili za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba, wewe unasema kiungulia ambacho kimesababishwa labda na vidonda vya tumbo. Kwa hiyo wakati mwingine bora uende hospitali ukafanyia uchunguzi na watakuandikia dawa ambazo ni stahiki. Tuna dawa za kunywa, tuna dawa za vidonge. Nilipokuwa nazungumzia calcium carbonate, sio calcium carbonate ya unga. Hiyo haishauriwi kutumia katika mama mjamzito. Tunasema hivi, kwa mama mjamzito unaweza kutumia vidonge vya calcium carbonate. Viko vidonge special ukienda kwenye maduka ya madawa ambavyo vina calcium carbonate, ndivyo ambavyo vinatumika kuweza kupunguza ile hali ya heartburn au kiungulia kwa mama ambaye anakuwa na kiungulia. Lakini ni vyema sana uweze kujua sababu ya kiungulia inasababishwa na nini. Sababu unaweza kuwa na maambukizi ya ile mdudu ambaye inaitwa Helicobacter pylori, una changamoto za vidonda vya tumbo, au ulikuwa unatumia sana dawa kipindi chako kabla hujawa mjamzito, zile SADs kama ibuprofen na dawa nyingine kama meloxicam, kwa unatumia zikaweza kuchoma kwenye ukuta wa tumbo lako wa ndani, na mwisho siku unakuwa unapata kiungulia. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kupelekea kiungulia, na unatakiwa uweze kupimwa ujue shida ni nini, upewe dawa ambayo ni stahiki kwenye dozi ambayo ni standard. Achana na kula majivu. Majivu si salama sana kwa kuwe kama mama mjamzito, na hayatokusaidia kwa muda mrefu. Kwa mwisho wa siku utajikuta unakula sumu, na mwisho wa siku unakuwa unakosa usalama. Hasa kama ulikuwa na maswali kwamba kiungulia kinasababishwa na nini, mambo yapi ambayo unaweza kuyafanya, japo tunasema kwamba ili uweze kupunguza hii hali ya kiungulia kuna mambo mengi sana ambayo unaweza kuyafanya. Kwa mfano nilisema unaweza kula kidogo kidogo ila mara nyingi. Epuka vyakula vyenye pilipili au spice food venye kemikali ambazo zinapelekea kiungulia, maharage labda, na wengine wanasema maharage ukiweka magadi soda au magadi inaweza kupunguza kiungulia, lakini sio kweli. Unaweza kuepuka vyakula vyenye gesi, na unapokuwa umekula mfano ile usiku, basi walau ukae masaa 3 kabla ya kwenda kulala. Kwa mfano ukila saa 11
halafu kaenda kulala zako saa 2 saa 3, unakuwa salama zaidi kuliko ukila sasa hivi na ukaenda kulala, chakula kinabaki muda mrefu, asidi inamwagika nyingi tumboni, na mwisho wa siku inaweza kukuletea changamoto. Lakini kama una maswali zaidi kuhusiana na swala la kiungulia, unaweza kwa click suggestion hiyo hapo kasikiza video, na kama utakuwa na swali zaidi utaniuliza hapo chini. Lakini magadi soda, majivu si salama kula kwa mama mjamzito. Magadi soda ukiweka kwenye chakula, makande, mikate, sijui mboga au vyakula vingine, unaweza kutumia kama kawaida bila shida yoyote, lakini kula yenyewe kama yenyewe kuweka kwenye maji si salama. Karibu sana.